Tafakari ya safari. Umefika basi kuweza kusikia hakika kile ambacho Mwenyezi Mungu anatunenea siku hii ya leo. Tafakari ya safari. Ni wasawa kutafakari. Napenda sana kitengo hiki. Na Amani Aila. Hapa Radio Maisha. Wow. Sometimes inakuwa rahisi kuona mtu akiadhibiwa kutokana na makosa ambayo alifanya. Sijui ushawahi kuadhibiwa namna gani. Na mimi hutoa huu mfano, lakini tulikuja tukasameana na na mwalimu katika shule ya upili ya Kakamega. Unajua nilikuwa prefect pale. Na mimi hutoa hii story tu, sieti kwamba niko na anything against my brother, hapana. Ni mfano tu. Wakati mmoja ambapo nilikuwa nasimamia wanafunzi wenzangu kushiriki shughuli ya kuvuna, kutoa mahindi kutoka shambani. Mimi ni yule kiongozi ambaye pia ningesikiliza watu wanasemaje, wanafunzi wanasemaje. Basi nilipopata wengine wakiwa wanatoka shambani na nikana kwamba mahindi hayajamalizwa kuvunwa, niliwauliza mwenda wapi sasa? Amani, hata tumemaliza ile loti ya mwisho ndio hiyo hata inatoka. Nikamwambia haya, msitoke hapa, na wajua nyenye nyote, ningojeni kwa mlango niende nihakikishe kama kweli tushamaliza kuvuna. Sasa sijui ikawaje. Of course kuja nikawa release kwa kuwa hakika ilikuwa imeisha. Sijui ikawaje, ujumbe ukamfikia naibu mwalimu mkuu kwamba Amani anawakataza watu wasiende shambani kuvuna mahindi. Sina habari, sijapewa notisi yoyote. Nimesimama kwenye parade, sikia kabisa naibu mwalimu mkuu amejitokeza na peana hotuba yake pale, na kaniita kwa majina, akaniambia step forward. Jamaa trouser black, shati white, sweater green na ka box hivi kwa mbali. Step forward. Parade silent. Kasomewa mashtaka dhidi yangu. Sikuwa na habari, nilikuwa na kesi. Kaambiwa go and wait for me in my office. Parade inaendelea. Mimi huyo nikatembea guba ndua. Kamgoja. Parade kaisha. Kaja mwalimu, kafungua mlango wake, anakaa kuna hasira. Mbona ulifanya hivi na hivi na hivi? Lakini maelezo yangu hayakuwa na umuhimu wowote, maana sikusikizwa. Niliekelewa fimbo fimbo kadhaa. Nikijaribu kumweleza ilivyokuwa, alikuwa hataki kusikia. Na wakati huo kumbuka, nimekuwa demoted kutoka kuwa prefect. Haikuwa rahisi kwangu, si kwa sababu nimekuwa demoted, lakini kwa sababu nimeonewa, kwa sababu sikusikizwa, kwa sababu madai dhidi yangu yalikuwa ya urongo, lakini nimechapwa tu. Sometimes inakuwa rahisi mtu akitenda kosa kuadhibiwa, inakuwa rahisi kuelewa. Lakini pale ambapo unajua kwamba hujatenda kosa, in fact kati ya wote wewe ndio umefanya kilichostahili, lakini bado unapata kichapo, okay, bado unaangaishwa. Katika kitabu cha
Matendo 14. Barnaba na Paulo angali wanapiga kazi ya Mungu. So alipopata habari hizo, unasoma kuanzia pale 14, Barnaba na Paulo alipopata habari hizo, kumkani zile habari za kwamba wanataka kuanza kuunda sanamu ya Paulo, Barnaba kuanza kuabudu, wanawaona kama Mungu. So Barnaba na Paulo alipopata habari hizo, waliararua mavazi yao na kukimbilia katika lile kundi la watu wakisema kwa sauti kubwa, Ndugu, kwa nini mnafanya mambo haya? Sisi pia ni binadamu kama nyinyi, na tuko hapa kuwahubirieni habari njema, mpate kuziacha hizi sanamu tupu, mkamgeukie Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na dunia, bahari na vyote vilivyomo. Zamani Mungu aliruhusu kila taifa lifanye lilivyopenda. Hata hivyo, Mungu hakuacha kujidhihirisha kwa mambo mema anayowatendea. Huwanyeshea mvua toka angani, huwapa mavuno kwa wakati wake, huwapa chakula na kuijaza mioyo yenu furaha. Ingawa walisema hivyo, haikuwa rahisi kuwazuia wale watu wasiwatambikie. Lakini Wayahudi kadhaa walikuja kutoka Antiokia na Ikonio, wakawafanya watu wajiunge nao. Wakampiga mawe Paulo na kumburuta hadi nje ya mji, wakidhani amekwisha kufa. Yani walimpiga mawe propa, ile piga kuua. Ushona vile mwizi anapopigwa, yani imebaki tu ile weka taya, yani amepigwa vibaya na kumburuta hadi nje ya mji, wakidhani amekwisha kufa, wakamwacha. Lakini waumini walipokusanyika na kumzunguka, aliamka akarudi mjini. Kesho yake yeye pamoja na Barnaba walikwenda Derbe. Naangalia hivi na imagine, nikikuuliza Paulo alipigiwa nini? Kwa hawa wote, kama kuna watu ambao walikuwa wanatenda mema, walikuwa wanatenda kilichokuwa kinastahili kutendwa, ni Paulo. Lakini licha ya Paulo kutenda mema, ndio huyo ambaye kapigwa. Unakutenda mema kule, kueneza injili na kuwapa watu tumaini na kuonyesha ukweli. There is nothing as good as that. Yani unaeneza injili, unaeneza ukweli, unatenda mema, unafanya kile ambacho Mwenyezi Mungu alikuita kufanya. Okay, umekuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu, lakini licha ya hayo anapata kipigo kibaya sana, na kuburutwa mpaka nje ya mji, wakidhani kwamba amemuua. Na naangalia maishani mwetu, sometimes tunateswa, tunaangaishwa, si eti kwa sababu tumekosa. In fact, mara nyingi ni kwa sababu tuliamua kusimama katika ukweli, tuliamua kutenda mema, tuliamua kutokaa tunde. Okay, kunaharibika, unachukua hatua, unafanya kile kinachostahili. Lakini sometimes, namna ulimwengu ulivyo, utapata kwamba wewe ndio unaadhibiwa zaidi kwa kusimama na ukweli. Wewe ndio unaadhibiwa zaidi. Kuna watu wamepoteza kazi zao, kuna watu wamepoteza ndoa zao, kuna watu wamekuwa demoted, na yote seti kwamba walitenda kosa. Na by the way, tusiwe watu wa kuona watu wengine mambo yakiwaendea vibaya tunaona kwamba huyu alikosea. Hii ni generational curse. Huyu amemkosea Mwenyezi Mungu, kama vile marafiki wa Ayubu walivyokuwa wakisema na kumwambia kila mara, wakiona kwamba yeye ndio katenda maovu ndipo akapitia mambo yale. Sometimes watu ambao hawajatenda makosa yoyote ndio huadhibiwa hata zaidi. Na huenda tunapozungumza asubuhi ya leo, wewe uko hapo umeteseka kwa kutenda mema. Wale wakitenda yale maovu, wao ufikiria kwamba wanatenda mema. Usishangae, kuna watu, Biblia inasema katika siku za mwisho, kuna watu hata kwa kuua watakuwa wanaua wakidhani wanaua kwa jina la Mungu. Wanaua kwa jina la Mungu. Siku za mwisho ndizo hizi. So kuna watu hata watakuwa wanakumaliza wakidhani wanafanya kinachostahili, lakini ukweli kwamba wewe ambao unaadhibiwa ndiye ambaye unafanya kinachostahili. Wewe ambao umesimama kwa ukweli, lakini bado unahangaishwa, unateswa, unateseka. Na mfano mzuri hapa ni Paulo. Ni sawia na Yesu Kristo. Nionyeshe kosa hata moja,
kosa hata moja ambayo Yesu Kristo alifanya, kumfanya yeye kupitishiwa vile, kuchukiwa vile, kuteswa, kutandikwa, kusulubishwa. Niambie kosa moja ambayo Kristo alifanya. Sio mateso yote yametokana na makosa ambayo umefanya. Sio mahangaiko yote unayopitia yametokana na miscalculation yako ama makosa fulani ambayo umefanya. Hapana, sio makosa yote yanatokana, mateso yote yanatokana na makosa. Hapana. Mwenyezi Mungu, licha kuwa Mungu wetu, sometimes anaruhusu haya mateso yatupate. Lakini kitu ambacho kinanipa moyo asubuhi ya leo, huwa haiendi bure. Katika kitabu cha Wagalatia tunaambiwa tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Tutavuna kwa wakati wake. Huku kuburutwa kwa Paulo, kwa wakati wake alivuna. Na wengi hata sasa hivi tumepokea Injili kwa sababu ya mchango wa Paulo. Okay? Katika imani yetu tumepokea Injili. Tutavuna kwa wakati wetu jameni. Tunaambiwa tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. My brother, my sister, umehangaika tena sana. Umekuwa mzuri tena sana. Hawaoni uzuri wako. Angalia, usichoke. Please keep going. Please usichoke. Usibadilishe moyo wako ukawa moyo mgumu kwamba unachukia hata kutenda mema. Tafadhali usichoke wala usizimie. Endelea kutenda mema. Fanya kile ambacho Bwana anatarajia ufanye. Wewe unajua mapenzi ya Mungu yako wapi? Unajua neno la Mungu linasema vipi kuhusiana na jambo hilo? Usichoke kutenda mema. Kwa wakati wake kila mmoja wetu atavuna. Just in case ulikuwa unasikia kuvunjika moyo na umeamua kuwa mbaya kutokana na kile ambacho umepitishiwa na wanadamu, please consider your ways. Usichoke kutenda mema. Wakati wa mavuno waja. Uende umepanda kwa machozi. Uende umekuwa ukipanda na kupalilia kwa machozi. Usizimie. Usichoke. Usikate tamaa. Macho ya Bwana yanazunguka. Macho ya Bwana yanaona yote ambayo unapitishiwa. Macho ya Bwana yanaona namna maisha yako yalivyokuendea kupitia mateso ambayo watu wamekufanyia, ndugu zako, okay? Wafanyakazi wenzako, wakubwa wako, jamaa yako. Macho ya Bwana yanaona yote. Na guess what? Wakati wa mavuno waja. Umepanda kwa machozi, umepalilia kwa machozi, utavuna kwa furaha. Amen.